live kabisa ukifuatilia EATV saa moja. Tunakwenda kufungua boksi lingine la habari. Tufungulie hapa kwa sababu viongozi wa dini wametaka makundi maalumu yawepo, wakiwemo madada poa, kutafutiwa njia bora ya kujikwamua kiuchumi pamoja na kupatiwa mafunzo ya stadi za kazi. Hiyo ni badala ya kuishia kuonyoshia kidole madada poa bila kupewa msaada unaoweza kuwaondoa katika hali ngumu wanazokabiliana nazo. Hii ni taarifa ya mwanahabari wetu Khadija Bagasha akiwa mkoani Tanga. Wakati dunia ikiendelea kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo, waumini wa dini ya Kikristo wamekuwa wakiadhimisha siku hiyo kwa njia mbalimbali zenye kuakisi upendo, mshikamano na kujali watu wengine. Katika mkoa wa Tanga, kanisa la Yesu Glory Temple limeamua kuadhimisha sikukuu ya Christmas kwa namna ya kipekee kwa kukutana na makundi yanayoishi katika mazingira magumu kama ishara ya upendo, mshikamano na kuguswa na changamoto wanazokabiliana nazo. Akizungumza katika hafla hiyo, mchungaji wa kanisa hilo aliitaka jamii kuacha kuyatenga au kuyaona makundi hayo kama mzigo, akisisitiza kuwa msaada wa kiroho pekee hautoshi bila kuwawezesha kiuchumi. Kuna watu wengine ambao pia tunatamani pia tuguse maisha yao. Tulishajaribu kipindi fulani kukaa nao, tukaita wachache tukiwa na bahasha, ambao wengi sana wanawasema ni hawa watu ambao wanajiuza wanajiita machangudoa. Kwa kweli ni watu ambao wananyoshewa vidole sana. Lakini tulivyokaa nao na kuzungumza nao, wengi walikiri kwamba wanafanya ile kitu sio kwamba wanapenda. Akizungumza katika hafla hiyo, Dr. Eli Furaha Mramba pamoja na mzee wa kanisa Bartromeo Sigala walisema jamii ina wajibu wa kuwasaidia wenye uhitaji bila ubaguzi. Kanisa ni sehemu ya kuwapenda watu wa namna hiyo, kwa sababu ukiwapenda watu wa namna hiyo, kwa mfano watu wanaoishi katika mazingira magumu au wanaokula madawa ya kulevya, ni watu ambao wanajiona kabisa kwamba hawapendwi na jumuiya. Hilo tunalifanya kwa ajili ya kuonyesha upendo kwa vitendo kwa jumuiya yetu ya Tanga, lakini hata kwa wale wa Kristo kuonyesha kwamba Christmas tusherekee na wale watu ambao wanatamani nao wafurahie. Nimefurahia kushiriki Christmas hii na wajane, yatima, maskini pamoja na watu walioathirika na madawa ya kulevya. Kwa upande wao, baadhi ya wawakilishi wa makundi yanayoishi katika mazingira magumu wamesema msaada huo ni faraja kubwa kwao, kwani unawapa matumaini mapya na kuwafanya wajihisi kuthaminiwa na jamii inayowazunguka. Jinsi anavyokwenda ndivyo watu wanavyozidi kuongezeka. Hana ubaguzi wa dini, hachagui kabila, hachagui dini, hachagui dhehebu lolote. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa moyo wake wa kujitoa. Kwa hivyo nimefurahika sana, na ni mbovu wa mguu, lakini nimejisikia kidogo nikajiona furaha. Hatua ya kanisa la Yesu Glory Temple imeelezwa kuwa imepunguza makali ya maisha kwa makundi yenye uhitaji na inaweza kuwa mfano bora wa kuigwa na taasisi nyingine pamoja na watu wenye uwezo, ili kwa pamoja kusaidia kuboresha maisha ya makundi yaliyo katika mazingira magumu. Khadija Bagasha, EATV, Tanga.